Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Ya leo na mimi kuweza kupata kibali cha kuzungumza mbele ya bunge hili tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba vile vile nitumie nafasi hii kumshukuru sana mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi kwa kuniona kwamba natosha na ninafaa kuwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wanawake wa mkoa wa Lindi kwa heshima kubwa walionipa kunichagua kwa kura zilizotosha kunifanya kuwa mbunge wao nikiwawakilisha hapa bungeni. Nawashukuru sana na niseme tu kwamba imani ambayo wamenikopesha nami nitawalipa kwa kadri walivyoniamini na kunipa imani hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi niungane na wenzangu wachangiaji ambao kwa wiki nzima hii tumekuwa tukijadili hotuba hii ya Mheshimiwa Rais, na niseme kwamba imekuwa hotuba ambayo imeonyesha kwamba yeye ni mama mstahimilivu, mama msamehevu, lakini hotuba hii imejaa utu, imejaa uwajibikaji, imejaa upendo kwa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, yameelezwa mengi kwenye hotuba hii na kama wengine walivyoeleza, mimi leo naomba nijikite kuzungumza kuhusiana na sekta ya maji. Kwa nini maji? Kwa sababu ukizungumza maji kama tunavyojua unazungumza afya. Lakini ukizungumza maji unamzungumza mama, unamzungumza mwanamke, unazungumza ndoa nyingi ambazo zimevunjika kwa ajili ya kina mama kwenda kutafuta maji. Ukitazama ukurasa wa 17 kwenye huduma za kijamii, Mheshimiwa Rais anaeleza namna ambavyo alikuta hali ya upatikanaji wa maji na hali ilivyo sasa, na naomba nimnukuu. Anaeleza kwa upande wa huduma za kijamii, maendeleo makubwa yamepatikana kwenye sekta ya maji, ambapo hali ya upatikanaji wa maji ilipanda kutoka 84% hadi 91.6 mijini na kutoka 70.1 hadi 85 vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hili na naomba nieleze katika mkoa wetu wa Lindi. Wakati Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani mwaka 2021, hali ya upatikanaji wa maji katika mkoa wetu wa Lindi ilikuwa ni 58% tu. Lakini leo tunapozungumza hali ya upatikanaji wa maji imefika 75%. Lakini si hilo tu Mheshimiwa Mwenyekiti. Leo ipo miradi 18 ambayo inaendelea kutekelezwa. Miradi ambayo ina thamani ya shilingi bilioni 150. Na nitazungumza miradi miwili mikubwa. Mradi wa kwanza, mradi wa Ruangwa na Chingwea Lindi. Mradi wenye thamani ya shilingi milioni 119. Mradi huu utakapokamilika utaweza kuhudumia vijiji 56 vya wilaya ya Ruangwa, wilaya ya Chingwea na wilaya ya Lindi. Lakini hali ya upatikanaji wa maji itaweza kufika 85% vijijini. Nani kama Dr. Samia? Mheshimiwa Mwenyekiti, na kudhihirisha kwamba kazi inaendelea kwenye mradi huu, tarehe 21 Disemba, Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alikuwepo pale, tulikuwa naye Ruangwa akituwekea jiwe la msingi la utekelezaji wa mradi huu, na tayari mradi ule umefikia 69%.
Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, upo mradi wa mavuji wenye thamani ya shilingi bilioni 44 ambao ukikamilika utakwenda kusaidia upatikanaji wa maji katika eneo la Kilwa Kivinje, Kilwa Masoko na vijiji vya Nangurukuru, Singino, Chakama na Mavuji. Mradi huu mpaka sasa mkandarasi yupo site anaendelea na kazi na umefika 90%, na itakapofika mwezi Machi mwaka huu basi mradi huu utakamilika na Wanalindi, Kilwa, Nangurukuru wataendelea kunufaika na maji. Na nikwambie tu Mheshimiwa Mwenyekiti, mkandarasi ameanza majaribio ya kusukuma maji kwenye mradi huu. Nani kama Dr. Samia? Mheshimiwa Mwenyekiti, ukitazama kwenye ukurasa huu wa 17, Mheshimiwa Rais anaeleza kwamba atakamilisha ujenzi wa gridi ya taifa ya maji ambayo itategemea maji kutoka Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika na Ziwa Nyasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi hii sio kwamba itaanza. Kazi hii imeanza na sisi ni mashahidi kwamba leo watu wa Tabora wanakunywa maji kutoka Ziwa Victoria, na tunafahamu kwamba mpango ni maji haya kufika hapa Dodoma yakipitia Singida kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, muda hautoshi. Nilikuwa na nondo nyingi sana na imani kwamba nitapata muda wakati mwingine, lakini kwa sasa nieleze tu ya kwamba naunga mkono hoja na niwatake wabunge wenzangu pamoja na wananchi wa Tanzania tumuombee sana Mheshimiwa Rais, lakini na Mheshimiwa Aweso ambaye anamsaidia Mheshimiwa Rais kutekeleza maono yake kwa kiwango kikubwa sana. Naunga mkono hoja Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Kijakazi Yunus Mohamed kwa mchango wako. Nilimuita Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, atafuatiwa na Mheshimiwa Arif Suleiman Premji. Mheshimiwa Jafari Wambura Chege ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kuweza kunipatia fursa na mimi niweze kuchangia kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati anafungua bunge letu la 13. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.